Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumatatu. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalipata katika Injili ya Yohane sura ya 4 aya ya 43 hadi ya 54. Yohana anazungumza habari za Yesu ambaye aliondoka maeneo ya Samaria akaenda Galilaya. Kwa nini aliondoka hapo? Kwa sababu hawa watu wa Samaria walimdharau Yesu, na baada ya kuweza kumdharau hawakumpatia heshima alikuwa anastahili, na yeye akaondoka, na kwa maneno haya akisema kwamba nabii hapati heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe. Maana yake nini? Yesu alikataliwa kwa ndugu zake. Ndugu zake walimwona mtu wa kawaida. Ndio yale maneno yanayozungumza kwamba mazoea huleta dharau. Hawakujua uwezo wa Mwenyezi Mungu, waliangalia historia ya familia yake na ndugu zake jinsi walivyo. Na baada ya kuweza kumvunjia heshima, Yesu hakukata tamaa. Akajiona kwamba hafai katika huduma na kazi ya Mwenyezi Mungu aliyompatia. Akaondoka akaenda upande mwingine, maeneo ya Galilaya. Ni kawaida kabisa watu kutopokelewa, kukataliwa katika maeneo ambapo umetoka. Unafahamu wazi kwamba ndugu zako hawakupokei, lakini kuna maeneo mengine ambapo unafanya vizuri sana. Hawatambui mchango wako, uwezo wako ambao uko nao. Ni kweli wewe sio wa kwanza. Yesu alikataliwa, na ukikataliwa na baadhi ya ndugu zako katika mazingira ya kwako, ondoka, nenda sehemu nyingine. Angalia, Yesu anakwenda Galilaya, na alipofika pale walimpokea. Si kwamba hutaweza kupokelewa. Mwenyezi Mungu kuna mahali ambapo amekuandalia, na Galilaya huko alifanya kazi kubwa sana, watu wakamwamini Mwenyezi Mungu. Ndio maana hadi leo asilimia kubwa au asilimia 90 ya utume wake alikuwa amefanya kule Galilaya. Kuna eneo linaitwa Kapernaum, wamesema ni mji wa Yesu. Kwa nini? Ndugu zake walipomkataa, yeye akaenda Kapernaum, kule akapata jina. Hata wewe nyumbani kwako huwezi kupata jina, lakini kule utakakofanya kazi vizuri kwa uaminifu ndiko jina lako litakavyokuwa huko. Akiwa huko maeneo ya Galilaya, anakuja kiongozi mmoja wa kijeshi ambaye yeye alikuwa ni afisa katika jumba la Herode. Huyu binti yake alikuwa ni mgonjwa. Ametumia mbinu zote za kuweza binti yake kupona, ikashindikana. Aliposikia kwamba Yesu amekuja maeneo ya Kana ya Galilaya, alifunga safari kutoka Kapernaum, kilomita 32. Askari afisa wa cheo cha juu anamwendea Yesu ambaye ni seremala wa kule Nazareti. Maana yake nini? Matatizo, magonjwa hayaangalii cheo chako ambacho uko nacho. Yaani shida haziangalii pesa yako, haziangalii jina lako. Matatizo huwa yanakuja popote pale. Afisa huyu anaacha shughuli zake zote, anamwendea Yesu. Na tunajifunza hapa uwezo wa wazazi, hasa kina baba, kuwabeba watoto na kuwapeleka kwa Yesu, hasa wakiwa na shida mbalimbali na magonjwa. Wengi katika nyakati ngumu za magonjwa, wanapokaribia kufa, badala ya kuweza kumpeleka kwa Yesu ambaye ndiye mponyaji, wengi tunatumia nafasi hiyo kuweza kuwapeleka kwa waganga wa kienyeji. Afisa hakuangalia kwamba pesa zake kwamba zinaweza zikamfanya binti yake aweze kupona, bali alitambua kwamba pesa zake hizi hazifai kwa jambo lolote isipokuwa ambaye mwenye mamlaka ya uhai na uzima ni Yesu. Anampelekea Yesu, hakuangalia cheo chake, anakwenda ili apate msaada kutoka kwa Yesu. Alipofika pale, watu wote waliokuwepo ile eneo walipoona amekuja yule afisa, kwa sababu alikuja na askari wengine, wakajua kwamba Yesu leo atafanya muujiza pale. Lakini Yesu hakuangalia cheo cha yule bwana au kuweza kutishika na vile alivyokuwa amekuja na mavazi yake. Aliangalia hitaji lake. Anamkatisha tamaa akitamka maneno haya kwamba, je, mpaka muweze kuona ishara? Msipoona ishara na maajabu ndipo mnataka mje muamini? Kwa alimvunja moyo. Huyu afisa
aliyekuwa ametembea kilomita 32 hakuvunjika moyo kwa maneno ya Yesu. Na hii ni mara ya pili Yesu kuweza kuwavunja moyo watu wanaomjia kwa pupa. Alimfanyia hivyo mwanamke yule wa Msirofoenike aliyekuwa anataka Yesu aweze kumponya kijana wake, na leo hii pia anamfanyia pia huyu afisa. Lakini huyu afisa alijua kile alichokuwa anakitafuta kwa Yesu. Wakati watu wengine wakiwa wanategemea muujiza, yeye alijua kile alichokuwa anakitafuta kwa Yesu. Hebu basi katika safari yako ya maisha, lijue lile unalolitafuta kwa Yesu. Yaani Yesu yeye aweza kutenda kulingana na kile anachokitaka, na usije ukamlazimisha. Kwa sababu huyu bwana alimwambia maneno haya, shuka, yaani binti yangu yu karibu kufa. Na Yesu hakutaka kuweza kutembea katika mawazo yake. Anamwambia, nenda, binti yako yu mzima. Hapa tunajifunza juu ya nguvu ya mawazo ambayo wataalamu wanaita telepathy. Yaani nikiwa na mawazo ambayo ni positive, nikayasimamia hayo, matokeo ndio yakaweza kuja kuyapata yatakuwa ni hayo ambayo ni mazuri. Nikiwaza mawazo ambayo ni mabaya juu ya mtu fulani, matokeo mabaya kweli yatakuja. Huyu aliamini kile ambacho Yesu alikuwa amemwambia, akaenda na akakuta ni kweli, binti yake akawa ni mzima. Na yeye baada ya hayo mambo yalivyotokea, yeye na nyumba yake wakamwamini Bwana. Katika safari yetu ya maisha, Mwenyezi Mungu ametutendea makubwa sana, na kuna vingine tunashindwa kwenda kupokea kwa sababu ya kutokuamini kwetu. Na vile ambavyo Mwenyezi Mungu ametutendea makubwa, tumeshindwa kuhakikisha kwamba familia zetu wote wanaamini kile ambacho tulikuwa tumekitendea. Utamkuta mzazi muda mwingi yeye anakwenda katika ibada, habari za kuamini kanisani, lakini watoto wake hawaendi. Afisa huyu alipopata muujiza wa Yesu, binti yake kwenda kupona, alihakikisha kabisa kwamba nyumba yake yote wanamwamini Kristo. Hebu wewe na nyumba yako muamini Kristo. Wewe na nyumba yako mtumanie Bwana. Baki katika swala zima la imani yako, usitetereke. Amini kila neno analokupatia Yesu kila siku katika Biblia, katika mahubiri, na amini hilo neno, na maneno ya Yesu huwa ni kweli. Na kile ambacho kwako ni tatizo kubwa la watoto wako, wataponywa kwa sababu Yesu anaweza. Na usiache kuwapeleka watoto wako kila siku kwa Yesu ili aweze kuwalinda. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.